Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Babu asbabul hadathi. Huu ni mlango wa sababu za hadathi. Huu ni mlango wa sababu za hadathi. Hadathi kilugha ni kitu kilichozuka, lakini kiistilaha na kisheria ni zile sababu ambazo hukoma kwa sababu hizo tahara. Yani tahara inakuwa ndo mwisho. Sababu kama hiyo ikiwa imempata mtu, basi ujue tahara alokuwa nayo mtu inakuwa ndo imekomea hapo. Tahara mtu alokuwa nayo akishakuwa amepatwa na kitu kinachoitwa hadathi, basi ile tahara inakuwa imekomea hapo, manake anakuwa na hadathi. Wahia na hadathi arba'atun, ziko nne, zimegawanyikia katika maeneo manne. Ahaduha, ya kwanza, alkhariju, ni chenye kutoka, min kubuli, katika tupu ya mbele, au duburi, au katika tupu ya nyuma, au thukuba, au ikatokea kwenye thukuba, kwenye kitobo au kwenye kishimo, tata surra, ambacho kimo chini ya kitovu, ma'ansidadil makhraji, pamoja na kuziba zile sehemu za kutokea, almutad, ambazo zimezoeleka, sehemu zikazibika zile za utokaji wa vitu hivyo zilizozoeleka, zikishakuwa zimeziba, alafu haja ikatokea kwenye kishimo, tata thukba, chini ya kishimo ambacho kiko chini ya nini, katokea kwenye kishimo ambacho kimo chini ya kitovu, basi pia ni sababu zitakazopelekea huyo mtu tahara alokuwa nayo ikome kwa sababu ya kupatwa na kitu cha aina hiyo, manake atakuwa hana udhu kwa lugha nyepesi. Ainan, kiwe kinachotoka ainan ni kitu ambacho kinaonekana kabisa, au rihan, au ni kitu ambacho hakionekani, upepo. Yaani katoka kitu kinaonekana kabisa, au katoka upepo. Tunatumia upepo, nadhani tunaelewana lugha ya ukatoka upepo. Mu'tadan, kiwe kilichotoka mu'tadan ni kitu ambacho kimezoeleka kutoka, au nadiran, au kiwe ni cha nadira kutoka, kadud, kama vile mdudu, maana ni kitu cha nadira hicho. Wa hasati, na kijiwe, ila almaniya, isipokuwa manii, fa innahu yujibu alghusla, manii yenyewe yanapasisha kuoga, lakini udhu hayabatilishi udhu. Na kwenye upande wa manii huwa hayabatilishi udhu ni yale manii ambayo kwamba yatakayotoka mara ya kwanza, lakini kama manii yatakuwa imetoka mara ya kwanza, na akawa hajaoga, tumesema hayabatulishi udhu. Yakitoka mara ya kwanza akawa hakuoga, alafu amekaa tena, yakaja yakatoka tena mara ya pili, haya mara ya pili yatatengua udhu, kwa sababu yale ambayo hayatengui udhu ni yale ambayo kwamba ni yujibul ghusla, yale ambayo kwamba yanapasisha kuoga. Kwa haya mara pili, kwa kuwa tayari ushalazimiwa kuoga na ule utokaji wa mara ya kwanza, manake hii ya pili sawa itatengua udhu, hii ya mara ya pili itatengua udhu. Wala yankudhul udhu'a, wala manii yenyewe hayatengui udhu. Manii hayatengui udhu kama tulivyoeleza kwa mazingira yake. Tukasema yale mara ya kwanza yale
Kama labda atakuwa yametoka mara ya kwanza alafu akawa ameoga alafu tena amekaa yakatoka, hayo pia atatengua. Yani ameoga yametoka mara ya kwanza akaoga, si ndivyo? Alafu yakaja tena yakatoka, ule muda anaoga pengine amejikinga na kushika ama kugusa zile sehemu ambazo zitakuwa ni sababu ya yeye kuharibikiwa na udhu. Kwa wakati anaoga akaoga vizuri bila kujigusa zile sehemu ambazo akijigusa zinaharibu udhu. Kama ataoga kwa sura hiyo yakaja yakatoka, hayo pia hayatotengua udhu. Lakini yakitoka manii akawa kabla hajaoga alafu yakatoka tena mingine, haya yatakayetoka yataharibu udhu. Masala yanavyoelekeza, asema wa suratu dhalika, na sura ya hilo la manii hayatengui udhu, ni ayanama ni kulala kwake mtu, mumakinan, hali ya kuwa ameambatanisha makaadahu, makalio yake, fayahatalimu, alafu kisha akajiota. Manii ambayo hayatengui nini? Udhu ni mtu akawa amekaa hali ya kuwa amemakinisha mamili vokaa, amemakinisha makalio yake katika ardhi, halafu akajiota. Kwenye kule kujiota yakatoka manii. Basi yakitoka manii kwa sura hiyo, huyu mtu bado ana udhu, Au yandhura, au akatizama. Kuna wengine wana matatizo, anatizama mpaka manii anatoka. Basi huyu yakitoka kwa kuwa hajagusana kitu kingine chochote, basi atalazimiwa kwenda kuoga, lakini udhu kama alikuwa nao, manake udhu bado utakuwemo. Wenyewe nasema au yandhura bishawa, au akatizama kwa matamanio, kwa hisia zile mpaka yakaja yakatoka, basi udhu utakuwa upo na atalazimiwa kwenda kuoga. Asema au yandhura bishahawa, au akatizama kwa matamanio, fayunzilu, alafu kisha akayashusha manii, basi kwa sura hiyo na kwa maelezo haya yaloelezwa, udhu utakuwa bado upo. Maana yake sasa atalazimiwa kwenda kuoga tu, lakini udhu anao. Wa illa, kama sura haitokuwa ni hii tuloieleza, falau jama, law akaundama, yani akafanya jimai na mkewe, akafanya tendo la ndoa na mke wake, au nama, au akalala mutaji, akalala kwa ubavu, faanzala, alafu akateremsha manii, intakadha, udhu utakuwa umetenguka, bilamsi, kwa sababu ya kugusa, kwa sababu ya kumgusa mwanamke, sababu alivyomwingilia mwanamke, kwa sababu kuna kinachotengua udhu ambako ni kule kugusana mwanamke na nani? Mwanaume, ambao sio mahram, sio kule kukutana kwa ngozi mbili, iltikau basharatai rajulin wa mraatin kabirain ajnabiyaini, kukutana kwa ngozi mbili ya mwanaume na mwanamke, wakubwa wawili, watu kando, ni sababu ya udhu kuharibika. Kwa hivyo wewe ukamwingilia mke wako, kuna wale wanasema mke hatengui udhu. Mke anatengua udhu. Ambaye hatengui udhu ni yule ambaye wewe huruhusiwi kisheria kumuoa, kama dada yako, mama yako, mkwe, hawa hawatengui udhu. Lakini mke mpaka umemuoa, maanake huyu anatengua udhu. Kwa hiyo unapomwingilia mke wako, udhu hautenguki kwa sababu yametoka manii. Udhu unatenguka kwa sababu umegusana naye.
bilamsi Kwa hiyo hii ieleweke vizuri, mtu asiye akachukua shehe tumesikia darasa, anatoa darasa anasema manii yakitoka hayatengui udhu. Tumeeleza mazingira yakitoka manii huwa hayaharibu udhu ni yepi, na hapa tunaeleza mazingira ambayo kwamba yakitoka manii kwa sura hiyo, kwa mazingira hayo udhu utakuwa umeharibika. Tukasema ni kule kumuingilia mke wako, udhu hautoharibika kwa sababu umemwingilia. Udhu yani kwa sababu ya manii kutoka, udhu utakuwa umeharibika kwa sababu ya umegusana na nani? Maana zimekutana ngozi mbili pale. Au binaumi, au udhu unaweza ukaharibika kwa sababu ya kulala, kwa sababu mwanzo tulisema ukilala kwa kukaa hivi, mfano tunaona nilivyokaa, ukalala alafu ukajiota, yani manii yakatoka, uko usingizini, ndivyo yakatoka manii. Shatoka manii kwa sura hii ya ukaaji huu, ya kule kuambatanisha makalio yake katika ardhi, manii yakatoka ukiwa umelala, basi haya utalazimiwa tu kwenda kuoga, lakini udhu bado upo. Lakini ukilala kwa ubavu, manii yakawa yametoka kwa sababu umelala kwa ubavu, basi udhu utakuwa umetenguka kwa sababu ya kwa sababu ya kulala, sio kwa sababu ya kutoka nini. Haya ndo maelekezo. Athani, sababu ya pili, zawalu akilihi, ni kuondoka kwa akili zake. Ni mtu akili zikamwondoka, illa nauman, ila mtu aliyelala, kaidan, hali ya kuwa amekaa, mumakkinan, tena hali ya kuwa ameambatanisha, makadahu min al-ardhi, makalio yake katika ardhi, kama nilivyotoa mfano. Sawaun, sawa sawa, manake hukumu hii ni sawa. Arrakibu, aliyopo kwenye kipando, walmustanidu, na aloegemea, walau li shay'in, ijapokuwa ameegemea kwenye kitu, lau uzila la sakatwa, lau kile kitu kikitaka kikiondoshwa kile alichokiegemea, la sakatwa, ataanguka. Kwa hiyo kikubwa tu kasha ambatanisha makalio yake katika ardhi. Kwa hiyo huyu akilala kwa kuwa ameambatanisha makalio yake katika ardhi, huyu udhu hautenguki. Lakini yule ambaye kwamba atalala si kwa kuambatanisha makalio yake katika ardhi, basi huyu udhu akilala, udhu unatoka kwa sababu ya kutokwa ni akili. Falau nama, la mtu akalala, mumakkinan, hali ya kuwa ameambatanisha makalio yake katika ardhi, fazalat aliyatahu, alafu yakaondoka makalio yake, kwa amekaa vizuri tu. Sasa usingizini huko yakaja yakatoka makalio yake kwenye ile sura alokuwa amekaa, kabla ntibahi, kabla hajazinduka, maanake kabla ya kuzindukana kwake yakawa yamehama, au baadahu, au baada ya kuzindukana ndo yanahama, au mahu, au pamoja na kuwa anazindukana ndo yanahama, au shaka, au akawa na shaka kwamba je, ni kabla au ni baada, akawa haelewi. Au sakatat yaduhu, au kaanguka mkono wake, alal ardhi, katika ardhi, wa huwa, na hali ya kuwa yeye, naimun, amelala, mumakkinun, hali ya kuwa yeye amelala ule usingizi wa kumakinisha, makadahu, makalio yake, au nasa, au mtu akasinzia, wa huwa, naye mtu alosinzia, asema wa huwa, na hali ya kuwa mtu huyo, ghairu mumakkinin, hakukaa ule ukaaji wa kuambatanisha makalio yake katika ardhi,
lakini wa huwa yasma wala yafaham, akawa anasikia lakini haelewi. Mtu anayesinzia, si unajua yule anaitika lakini anasikia lakini haelewi. Mtu anasinzia vipi? Au shaka, wakawa na shaka, hal nama, je amelala, au nasa, au amesinzia, jibu bado. Au hal nama mumakkinan, au je amelala hali yakuwa ameambatanisha makalio yake, au ghaira mumakkin, au amelala si kwa kuambatanisha makalio yake katika ardhi. Kwa maelezo yote haya, fala yunkadhu, udhu hautenguliwi na hayo. Kwa maelezo haya yote yanoelezwa, mtu akasinzia, mtu ana wasiwasi na hivi na vile, basi kwa maelezo hayo anasema fala yunkadhu, udhu hautenguliwi na hayo. Udhu hautotenguliwa na mambo hayo. Athalith, tumalizie ya tatu, iltikau shay'in, kukutanisha kitu, wa in kala, ijapokuwa ni kidogo, min basharatai rajulin wa mrati, ngozi mbili ya mwanamume na mwanamke, ajnabiyaini, watu kando, walau bi ghairi shawa, ijapokuwa ni pasina ya matamanio, wakasi, na wala si kwa kukusudia, hukukusudia wewe, hata lisani, hadi ulimi, wal ashali, na kiungo kilichopooza, wa zaidi, na kiungo kilichozidi, akagusa kiungo kilichozidi. Kuna watu wanakuwa na vidole saa zingine 7, wewe ukagusa kile cha ziada kile, lakini cha mwanamke, au ni mwanamke anagusa cha kwako wewe mwanaume. Asema illa sinna, isipokuwa jino, wa sharan, nywele, wa udhwan maktu'a, na kiungo kilichokatwa. Hivi havitengui udhu. Kiungo cha mwanamke kishakuwa kimekatwa, kikawa kule ukigusa, udhu hautenguki, lakini kikiwa moja kwa moja mwilini, kigusa, udhu unatenguka. Mfano, mkono ukiwa hapa, ukigusa, udhu unatenguka, lakini huu mkono wa mwanamke ukawa umekatwa, ukawa kule ukaenda kugusa, udhu hautenguki. Udhwan maktua, kiungo kilichokatwa. Wayankudhu haramu, na anatengua udhu haramu, mzee, ni bibi, ni babu. Bibi akamgusa babu, yani uzee usio sasa, huyu mzee, huyu bibi, labda nimpeleke wapi, mbona hata sina matamanio naye na hivi na vile. Anatengua udhu. Wa mayitu, na maiti naye anatengua udhu. La mahramu, si mahramu. Mahramu ndugu yako hatengui udhu. Wa tiflun, na mtoto mdogo. La yushta, ambaye hatamaniwe fil ada, kidasturi. Mtoto mdogo kakike ambako hakajaanza kutamanika kiada, lakini so wewe una matatizo tu, sawa kama wewe una shida tu, tunaangalia kiada, katoto kama haka vipi, sio wewe make. Tukikuchukua wewe kama kiada, desturi inakahukumu vipi haka katoto kasichana? Je, haka kwenye umri huu kashaanza kutamanika au vipi? Ada inahukumu vipi? Falau shaka, lau mtu akawa na shaka, hal lamasa mraata, je aliyemgusa ni mwanamke, amrajulan, au ni mwanamume. Mtu akawa na shaka kama wewe hapa, je nilomgusa, nimegusa mtu, lakini sasa nilomgusa ni mwanamke au ni mwanamume? Sikiliza maelezo. Au sharan am bashara, au nilichokigusa, je ni nywele ambazo nikizigusa udhu hautenguki, au nimegusa ngozi moja kwa moja? Ana wasiwasi, haelewi. Au ajnabiyatan au mahraman, au niliyemgusa ni mwanamke kando au ni maharumu yangu. Lam yunkadh, kwa maelezo yote hayo udhu hautenguliwi na hayo. Wasiwasi hautoi yakini.
al-aslu wenyewe katika hukumu wanasema al-aslu bakau makana ala makana. Sawa, asili ni kubakia lile lilivyokuwa linakuwa vile vile lilivyo. Masala ya kihukumu kwamba ni kubakia vile vile. Kwa hiyo na masala ya sheria tunaambiwa al-yaqinu la yuzalu bishaqi, yakini huwa haiondoshi na shaka. Wewe yakini yako si wewe yakini ulionayo ni una nini? Una udhu. Sasa wasiwasi ndio ukao unakuja, nilichogusa ni mwanamke au ni mwanaume? Nimegusa nywele au nimegusa ngozi? Nimegusa kwa hayo yote hayo. Asema udhu hauwezi kutenguka kwa sababu ya wasiwasi hiyo. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Tukomee hapa kwa siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya elimu inshallah. Walafu minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.